Kulikuwa kuna wakati dunia ilisimama, si kwa sababu ya siasa, bali kwa sababu ya mpira. Mwaka 2005, moja ya taifa la hapa barani Afrika lilikuwa linawaka moto na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Lakini kitu cha ajabu kilitokea. Nahodha wao alisimama mbele ya taifa hilo, akapiga magoti, akaomba kitu kimoja tu: amani, amani, amani. Na ghafla bunduki zikanyamaza. Unajua nini? Nataka nikupeleke kwenye nchi 7 ama mataifa 7 ambayo yalikuwa yanapitia kwenye vita, lakini swala la mpira wa miguu ikawa sababu ya vita hizo kuisha. Mimi naitwa Yusuf Katalambula. Tuanze na taifa la kwanza, Ivory Coast. Vita vya wenyewe kwa wenyewe. Ilikuwa mwaka 2005, timu ya taifa ya Ivory Coast ilifuzu kombe la dunia kwa mara ya kwanza. Nahodha Didier Drogba aliomba hadharani vita hivyo vikome. Baada ya hotuba yake, kulikuwa na kusitishwa kwa mapigano kwa muda. Serikali na waasi walikubali mazungumzo. Mpira ulikuwa ni sababu ya vita hizi kuisha. Tangu siku hiyo mpaka hivi sasa, taifa la Ivory Coast limekuwa shwari kabisa. Taifa jingine ni Nigeria. Kulikuwa na mgogoro wa Biafra. Wakati wa vita vya Biafra mwaka 1967 mpaka mwaka 1970, mchezaji maarufu kwa sasa ni hayati Pele alitembelea Nigeria. Alipofika Nigeria, aliomba kuwe na mechi ya hisani, na vita hivi vilisimama kwa muda saa 48 ili watu waangalie mechi hiyo. Hii ilijulikana kama football ceasefire, yani ilikuwa ni sehemu ya watu kuenjoy football na kuamua mgogoro huo umalizike, na nchi ya Nigeria ikawa shwari kabisa. Ya tatu ni El Salvador versus Honduras. Hii ni football war. Vita hii ilianza baada ya mvutano uliochelewa na mechi za kufuzu kombe la dunia. Kulikuwa na mvutano wa wenyewe kwa wenyewe, ikapelekea mechi hiyo kuchelewa, lakini baadaye mpira ulitumika kama sababu ya hawa kuwaunganisha. Mpaka hivi sasa wamekuwa ni mataifa yenye urafiki mkubwa kweli kweli. 4. Ivory Coast tena, mechi ya amani. Mwaka 2007, timu ya taifa ya Ivory Coast ilicheza mechi katika mji wa Bouake, eneo la waasi. Wachezaji walivaa jezi ambazo zilikuwa na ujumbe mmoja tu: ilisaidia kuimarisha amani kati ya pande zilizokuwa zikipigana. Amani ikatawala. Football ikatumika kuunganisha watu ambao walikuwa katika mgogoro na vita kubwa wenyewe kwa wenyewe. 5. Rwanda. Baada ya mauaji ya kimbari, mpira ulitumika kuunganisha jamii zilizogawanyika, kujenga upya ushikamano wa taifa kupitia ligi na timu yao ya taifa ya Rwanda. Namba 6 ni North Korea na South Korea. Ingawa si amani kamili, mpira umechangia kupunguza mvutano. Mechi za kirafiki kati ya nchi hizi mbili, lakini wakati mwingine wameingia katika mashindano kama timu moja, kama michuano ya Olympic. Kwa hiyo wao walivyoingia kama timu moja, imekuwa sababu ya wao kushirikiana na vita hii ama mgogoro huu kupungua kwa kiasi kikubwa sana. Namba 7 ni Colombia. Vita za dawa za kulevya. Katika kipindi cha vurugu na vita vya magenge, mpira uliwaunganisha hawa watu, kwa maana kuwapa vijana njia mbadala, lakini pia kuleta furaha na matumaini, kwa maana wale vijana ambao walikuwa kwenye magenge ya madawa ya kulevya walipewa njia mbadala, kwa maana wanaweza kujikwamua kimaisha kwa kucheza mpira. Hii pia mpira imekuwa sababu ya kuwaunganisha vijana hao. Ndio maana leo hii tunaona wa Colombia wengi sana, hasa wakiwa barani Ulaya. Moise Caicedo, lakini Pierre Nkepia na baadhi ya wachezaji wengi kutoka taifa la Colombia sasa wamechagua mpira kuwa sehemu ya kujikwamua kiuchumi na si magenge ya madawa ya kulevya. Je, inawezekana kwa FIFA kuandaa mechi ya kirafiki kati ya Iran na Israel ama Iran na Marekani? Huenda ikawa sababu ya wao migogoro yao hii kumalizika. Hii dondosha comment hapo chini. Lakini sababu ya sisi kukuletea haya mataifa ambayo yamepata amani ni baada ya kile ambacho kimetokea kwenye taifa la Kongo, baada ya rais wa Kongo
kuamuru watu kufanya paredi kusherehekea wao kufuzu kuingia kombe la dunia, na wachezaji wale wamepewa zawadi ya kupewa magari ya kifahari. Je, vita iliyopo Kongo inaweza ikamalizika kwa hiki ambacho kimetokea? Basi dondosha komenti yako hapo chini. Mimi naitwa Yusuf Katalambula. Asante kwa wote ambao